Na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, niseme tu, nitumie fursa hii Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania kukukaribisha sana katika mkoa wetu wa Mwanza. Umekuwa ni kiongozi wetu ambaye mara kwa mara umekuwa ukifika hapa Mwanza na tumekuwa tukishirikiana vizuri sana, na sisi tunajisikia fahari kabisa unapotuambia kwamba unakuja, nyoyo zetu zinajaa furaha, kwa sababu pamoja na kuwa wewe ni kiongozi wetu, lakini ni mzazi wetu, lakini pia ni rafiki yetu. Kwa hiyo tunakupenda na tunafurahi kila unapotuambia unakuja kwenye mkoa wetu, sisi nyoyo zetu zinapata furaha. Kwa hiyo nikukaribishe wewe na jopo zima. Mashehe wa mikoa hawa wote karibuni, ni rafiki zangu sana. Kwa hiyo ninafurahi ninapowaona tena, na nitumie fursa hii pia mbele yako kumshukuru sana shehe wetu wa mkoa, Shehe Kabeke, kwa kazi kubwa sana ambayo anaifanya katika mkoa wa Mwanza, kuwaunganisha watu, sio tu Waislamu, hata wasiokuwa Waislamu. Lakini pia kuelekea uchaguzi ulitoa tamko la kuwataka watu wazingatie sheria, lakini pia kudumisha amani. Na shehe wa mkoa alifanya kazi hiyo kubwa sana. Alishiriki kikamilifu katika kusambaza ujumbe ambao uliuelekeza, na katika mkoa wetu wa Mwanza alhamdulillah, pamoja na changamoto, lakini kwa kiwango kikubwa kupitia matamko ya viongozi hawa tulibaki salama zaidi. Kwa hiyo tukushukuru wewe, lakini pia tumshukuru shehe wa mkoa na mashehe wangu wote wa wilaya. Mimi huwa na utamaduni wa kuwasikiliza mashehe wangu pia wa wilaya, kwa hiyo ninafahamu hakuna ambao wana changamoto iliyozidi katika maeneo yao. Kwa hiyo ushirikiano huo tutauendeleza, na sisi tunakuahidi kwamba tutashirikiana na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kwa ngazi yako, lakini pia kwa ngazi ya BAKWATA mkoa na wilaya zake zote. Kwa hiyo baada ya ukaribisho wangu, basi nikualike ili uweze kutusalimu sisi wote hapa, lakini pia kutuombea dua inshallah. Amina, shukrani. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na ujumbe uliofuatana nao, ambao leo baada ya salatul fajr tulikuwa na ngija za kuelekea airport kwa ajili ya kuja leo hapa Mwanza, kama alivyoeleza Shekhe wa mkoa wa Mwanza Kabeke. Lakini tulijua tutakuta na ukarimu huu utaupata. Kwa ukarimu huu Mwenyezi Mungu akukirimu na wewe. Amina. Na kwa kuwa haya mambo yanafanyika katika mkoa wako, mbali ya kuwa ni masuala yanayohusiana na maendeleo katika Uislamu, lakini pia kiserikali ni mambo yanayopromote mkoa wa Mwanza. Kwa niaba ya wenzangu nichukue fursa hii kuombea Mungu awahifadhi, awalinde, na Mwenyezi Mungu awape taufiki ya kufanya mengine mazuri zaidi. Amen. Na Mwenyezi Mungu ajalie amani katika nchi yetu. Amen. Na amani katika mkoa wetu. Amen. Lakini vile vile amlinde Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na wasaidizi wake wote, awalinde, awahifadhi, kama tunavyoomba siku zote, amfiche na kila mwenye baya lake kama alivyoficha roho katika mwili. Amen. Na sisi tulobakia, Mwenyezi Mungu tujalie tufunge mwezi wa Ramadhani kwa salama. Na wasia wangu kwa Sheikh wa mkoa na mashekhe wa wilaya na mashekhe wa mikoa wote walioweza kuhudhuria leo, kwa niaba ya mashekhe wengine wote waliobakia, tuendelee kuieleza amani na umuhimu wake katika jamii yetu na katika taifa letu. Lakini kwa kipindi tulichokuwa nacho, na hasa kwa kutumia mwezi huu wa Ramadhani, tuendelee kuiombea nchi, dua za kupatikana utulivu na amani, na kusafisha watu fikra mbovu katika vichwa vyao, waelewe umuhimu wa nchi yao
na waelewe umuhimu wa kuilinda kwake, na wawe na ari ya kuitetea nchi yao. Hili ni jambo la muhimu sana, na wasiwachi kuombea viongozi wetu, wakuu wetu wa mikoa, wakuu wa wilaya mpaka chini, lakini na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumwombea sana 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 dua, Mwenyezi Mungu aweze kuhifadhi na aweze kumpa mwongozo wa kuweza kutuongoza na kuliongoza taifa letu. Baada ya kusema haya machache, Mwenyezi Mungu atukubalie somo zetu, swala zetu, na tujalie sisi zote tuwe na riziki iliyokuwa pana, isiyokuwa na tabu katika kuitafuta. Sisi na waandishi wetu wa habari na vyombo vyetu vya ulinzi, kila mmoja aingie kwenye dua hii. Mwenyezi Mungu amfanikishe mambo yake. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.